na wabunge ni sifuri. Mnaachaje kuletewa mambo ya hovyo? Na yote hii ni kwa sababu mfumo wetu wa uchaguzi ni mfumo wa hovyo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetoa taarifa inayodai kuwa mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu ametolewa mahabusu hii leo na kupelekwa mahali kusikojulikana. Lissu amekuwa akishikiliwa mahabusu katika gereza la Keko lililopo jijini Dar es Salaam toka alipofunguliwa mashitaka ya uhaini juma lililopita. Naibu katibu mkuu wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Zanzibar, wakili Ali Ibrahimu Juma, mawakili, familia na wanachama kwa nyakati tofauti wamefika katika gereza la Keko jijini Dar es Salaam ambapo mwenyekiti wa chama hicho anashikiliwa. Hata hivyo, juhudi zao za kumuona Lissu hazikufua dafu baada ya kuelezwa kuwa hayuko katika gereza hilo. Inaeleza sehemu ya taarifa hiyo iliyosainiwa na msemaji wa Chadema Brenda Rupia. Taarifa imeeleza kuwa watu hao hawakupewa maelezo yoyote rasmi kuhusu mahala alipopelekwa. Chadema imelitaka jeshi la magereza, mamlaka husika na vyombo vya dola kutoa taarifa ya wazi na haraka kwa umma kuhusu mahali alipopelekwa Tundu Lissu. Kulingana na shirika la habari la Uingereza la BBC ni kuwa msemaji wa serikali Gerson Msigwa amesema kuwa Lissu anashikiliwa na vyombo vya dola na tayari kesi yake iko mahakamani kwa mujibu wa sheria. Wakati huo huo, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limetoa onyo kali dhidi ya mpango wa Chadema kuhamasisha watu kukusanyika katika mahakama ya Kisutu Aprili 24 ili kumuunga mkono Tundu Lissu atakapofikishwa mahakamani. Onyo hilo limekuja baada ya makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche kusisitiza watu kujitokeza kwa wingi siku hiyo. Lissu alifunguliwa kesi kwa shutuma za uhaini baada ya kukamatwa mkoani Ruvuma alipokuwa kwenye kampeni ya kushinikiza mageuzi kwenye mfumo wa uchaguzi nchini kabla ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika baadaye mwezi Oktoba mwaka huu. Hii ni TMC News. Mimi ni Ronald Sonyo. Endelea kutufuatilia ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.